Habari zote kubwa za kimichezo kwenye meza moja. Hii ni Kurasa Mwanzo Mwisho. Kuna haja ya viongozi pengine kumfikiria Suleiman Matola kwa jinsi ambavyo umetazama timu yake ikiwa inacheza, vijana aliowaamini, performance ambayo imepatikana hasa jana. Manake at least ule ni mchezo wa pili, kuna kitu kimebadilika. Wafikirie. Matola sio kocha mbaya, ni kocha mzuri, lakini ile ni Simba Sports Club. Kwamba ikiwa Simba ndio ile ni Simba, pressure yake huwa mara nyingi ni kubwa sana, na huwa mara nyingi makocha kutoka nje ndio wanaweza kupunguza pressure kwenye mazingira yoyote, kwa sababu ndo watu ambao mashabiki wanawaamini sana kwa asilimia kubwa. Yani labda viongozi wa Simba wa riski kumpa timu Suleiman Matola. Wakiriski hivyo wanaweza kumpa na anaweza kufanya vizuri. Nilikufuatilia interview moja alifanya Pitso Mosimane wakati anapewa Mamelodi Sundowns. Alisema alishinda mechi 7 za kwanza, lakini hakuna hata mtu mmoja, hata viongozi ambaye alikuwa anamuamini. Ila tu bosi mkuu tu, mmiliki wa timu ndo alikuwa alimuamini kwa wakati huo, kwamba bwana chukua timu. Lakini wale bodi wa viongozi wengine wote wa bodi, mashabiki, pamoja na kwamba ameshinda hizo mechi zote mfululizo, ila hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anamuamini. Kwa bahati kwenye ile season imeisha, amekuwa bingwa, lakini muda wote alikuwa anaamini kwamba atafukuzwa muda wote. Ila tu simu pekee ambayo alikuwa anapokea kupongezwa baada ya matomechi kuisha ilikuwa ni mmiliki wa timu. Kwamba ambaye sasa ndo rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF. Akasema kwa hiyo ile ndio mtu pekee alikuwa anaweza kumpigia simu na kumpongeza. Ila kuna baadhi ya viongozi walikuwa wanapishana nao, hata yani salamu tu, kwa sababu mnafanya kazi pamoja, na hawana uwezo wa kukutoa kwa sababu mmiliki wa timu yana amekuamini. Umeelewa? Na mmiliki wa timu alimwamini kwa sababu kabla ya kumpa nafasi ya kuwa kocha aliwahi kuwa kocha msaidizi. Kwa hiyo kuna wakati walikuwa ongea na nini, alikuwa anasikiliza ile vision yake, anamsikiliza, anamuelewa. Umeelewa? Kwa hiyo ile ikafanya akabaki na timu na akafundisha mpaka tunavyomuona amekuwa kocha mkubwa barani Afrika. Sasa kwa Simba ndani ya uongozi wa Simba kuna watu wanamwamini Suleiman Matola ndani ya viongozi wa Simba. Je, wapo ambao wanamwamini Suleiman Matola ambao wako tayari kuhandle pressure ya aina yoyote ambayo itatokea huko nje baada tu ya Matola kuambiwa anapewa timu? Umeelewa vizuri? Hicho ndio kitu ambacho kinaweza kusababisha, yani kama huyo kiongozi yupo mwenye mamlaka ya juu, kama yupo anamwamini Matola, yeye ndio mwenye uwezo wa kumpa Matola kazi na akaisimamia klabu ya Simba, na huyo maana yake akiamua, na maana atakuwa tayari kupambana na pressure ya aina yoyote. Lakini kama hakuna kiongozi ambaye ana hiyo imani